Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo, tunalitukuza na kuliinua jina lako kwa sababu unastahili, Jehova Mungu. Tunashukuru ni kwa sababu ya muda huu umetupa Mfalme. Tunamkabidhi mtumishi wako mikononi mwako Jehova. Twajua una neno letu kupitia yeye Jehova Mungu, na pia una neno lake Jehova Mungu. Naomba Mfalme wa ajabu ukamtumia kulingana na mapenzi yako Jehova. Nasi Jehova kusaidie Mfalme wa ajabu kusikia mapenzi yako na kuyatimiza Jehova. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Asanteni sana, tuketi chini. Asubuhi ya leo niliokoka. Namshukuru Bwana kwa sababu ya siku ambayo ameifanya. Nijue matumaini ya uzima wa milele na pia akinipa afya ya mwili wangu. Bwana asifiwe. Nashukuru kwa sababu ya ulinzi wa mkono wake. Nashukuru kwa sababu anaendelea kunipigania. Amenipa amani ya moyo wangu. Si kwa sababu mambo ni mazuri sana, bali ni kwa sababu amenipa uhakikisho juu ya wakati huu na wakati unaokuja. Bwana asifiwe sana. Hivyo nina amani. Namshukuru Bwana kwa sababu ya kuniokoa. Namshukuru kwa sababu ya ulinzi wake ambao ameendelea kuniwekea. Nashukuru kwa sababu ya kunipigania ambaye amenipigania. Nimetamani sana kuwepo katika uwepo wake. Bwana asifiwe. Kama vile mwimbaji amesema, uwepo wako uwe pamoja nami. Ndio kama ndio na moyo wangu ya kwamba uwepo wa Bwana uwe nami siku zote za maisha yangu. Bwana wa uzima atubariki sana. Wakati mmoja katika safari ya wana wa Israeli kutoka katika Misri na kwenda katika nchi ya ahadi, kuna wakati mmoja ambapo Mungu alimwambia Musa awachukue watu na waondoke, awapeleke katika nchi ambayo alikuwa amewaahidi, waanze safari zao. Na Mungu akampa nafasi, ondoa watu waende. Lakini kuna mambo ambayo Musa alimwambia Mungu ya kwamba Bwana, siwezi kwenda bila wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siwezi enda bila wewe. Siwezi enda bila wewe. Uwepo wako usipokuwa pamoja nami, usipokuwa pamoja nasi, hatutaweza kwenda katika safari yoyote. Bwana uzima tubariki sana. Kwa hivyo leo nashukuru Bwana kwa sababu ya maandalizi ambayo ameandaa katika uimbaji wa leo, na somo la leo is walking with God. Bwana asifiwe. Kutembea na Mungu katika maisha yetu, kutembea na Mungu. Nashukuru Bwana kwa sababu yule ambaye amemaliza wimbo wa ibada katika siku ya leo ya kwamba siwezi bila uwepo wako, siwezi bila wewe kuandamana pamoja nami, siwezi kwa sababu wewe ndiwe mwenye nguvu, wewe ndiye tegemeo langu, wewe ndiye kimbilio langu. Na ndio sababu nimesema kwamba nashukuru Bwana kwa sababu alikuwa ametuandaa kwa hiyo njia ya kwamba leo nataka tuzungumzie juu ya kuandamana pamoja na Mungu, kuendesha katika hii safari pamoja na Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Bwana kwa sababu tulipokomaa na tunakuwa jinsi ambavyo tumefika, ilifikia wakati mmoja ukahitaji kuwa na mtu ambaye utaandamana na yeye katika maisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukahitaji kuwa na mtu ambaye utaandamana pamoja na yeye katika maisha. Ukapata mke ambaye umeandamana pamoja na yeye katika maisha yako. Na nataka niwaambie leo, hakuna kitu kibaya kama maisha ya watu wawili ambao hawaandamani pamoja na pamoja. Bwana asifiwe. Ni mzito sana. Hata wakati unakuwa mkorofano kidogo, maisha yanakuwa ni mabaya na hayana utamu. Lakini wakati umepatana na kuandamana pamoja na pamoja, maisha inakuwa mazuri sana. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo hivyo. Biblia inatuita sisi kama mabiharusi wa Kristo. Na ikiwa sisi ndio biharusi wa Kristo, itakuwa ni jambo bora na pekee ikiwa tunaweza kwenda kila hatua tukiwa pamoja. Nashukuru Bwana kwa sababu ya huyu Musa. Hata alipojitazama katika hali yake, na alikuwa na uwezo na alikuwa ameona mambo mengi, na amepewa mamlaka na Mungu mwenyewe ya kwamba ondoka
peleka wana wa Israeli katika safari ambayo nimekuambia. Lakini nashukuru kwa sababu ya maneno mazito ambayo alimwambia Bwana, uwepo wako usipoandamana pamoja nasi hatutaweza kwenda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haitawezekana kwenda katika safari hii bila uwepo wako. Na ndio sababu leo nimesema kwamba kwa kifupi sana nataka nizungumzie juu ya kuandamana pamoja na Mungu wetu. Imekuwa ni upendo wa Bwana kukaa miongoni mwa watu wake. Imekuwa ni mapendo ya Mungu wetu kwamba kuenenda katika kila njia na Mungu wetu. Na ndio safari ya leo asubuhi tulipoamka tulianza siku na maombi. Na naamini kwamba kuna watu waliomba leo asubuhi wakasema maneno haya, Bwana, katika siku hii ya leo ambatana pamoja nami. Bwana asifiwe. Si ndio ilivyokuwa wale ambao hawakuamka tunakwenda, wale ambao hawakuamka tunakwenda na wakaanza safari, wale ambao walizungumza na Mungu siku ya leo. Ninaamini maneno haya ndio aliyoyatumia ya kwamba Bwana andamana pamoja nasi katika siku ya leo. Na nataka kuuliza swali, huyo ambaye umemzungumzia na ukamwambia andamana nami siku ya leo, hapo umbali gani? How far is it from you? Bwana asifiwe. How far is it from you? Hapo umbali gani kutoka kwako? Maana unapomwambia ambatana nami, ina maana ya kwamba kila hatua ambayo unaenda yeye ni pamoja nawe. Bwana asifiwe. Na ikiwa yeye yuko pamoja nawe, hata popote katika giza kuna nafasi ya kuzungumza na yeye. Napendezwa na watu wawili ambao wanaambatana, ambao wanaenda pamoja. Na Biblia inasema kwamba itawezekanaje watu wawili waende pamoja pasipokuwa na makubaliano? Haitawezekana. Hivyo wakati tuko na pamoja na Bwana na tunaambatana pamoja naye, kuna maneno ambayo lazima tuwe nayo katika mioyo yetu. We have one confidence ya kwamba tutakapozungumza naye atatusikia sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka tuwe na notion tofauti siku ya leo juu ya uhusiano wetu na Mungu wetu, ya kwamba Mungu wetu hatamani kuwa mbali sana. Wakati mmoja nilihubiri hapa, nilisema kwamba wakati Mungu alitushukishia Roho wake, ilikuwa ni kwamba yeye ashuke katika uungu aje afanye makao ndani ya mioyo yetu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kusudi la Mungu, ya kwamba aondoke katika utukufu wa mbinguni, ashuke kupitia Roho wake aje akae ndani ya mioyo yetu. Hivyo katika maisha yetu tunapokuwa peke yetu, uungu uko pamoja nasi. Bwana asifiwe. Tunapokuwa kwenye umati wa watu wengi, Mungu wetu yuko pamoja nasi. Nataka nikwambie leo, si kwamba Mungu yuko karibu sana na sisi siku ya leo Jumapili. Bwana asifiwe. Si kwamba amekuwa nasi karibu sana siku ya Jumapili. Anaweza kuwa hata siku ya leo ndio ako mbali sana nasi, hata ingawa tumekuja katika nyumbani mwake, kwa sababu yeye hakai katika nyumba hii, anakaa katika mioyo mwetu. Bwana asifiwe. Na ndio sababu wakati tunatembea njiani, tuna hali ya confidence, tuna nguvu na tunajua kwamba yuko pamoja nasi. Wakati mmoja niliwaambia hapa, nilifanya mjadala hapa Kibaiti, ilikuwa mbaya sana. Wale ambao walikuwa walijua ilikuwa ajali nzito sana. Na wakati niliona ndio hiyo inaenda kufanyika, nilishauri neno moja tu ya kwamba Mungu usikubali kifo. Bwana asifiwe. Na mimi huambia kama ni mchezo, I was driving at 120 na pikipiki ikapita mara moja mbele yangu, kupiga tukona hivi. Nilikuwa sina tegemeo lingine, nilikuwa sina mwingine wa karibu, nilikuwa peke yangu ndani ya gari. Padango sikuwa peke yangu. Bwana asifiwe. I had somebody to call on. Nilikuwa na mtu wa kumwita, nikasema Mungu usiruhusu kifo. Treasure wetu alikuwa hapo. Huyu
alikuwa mtu wa kwanza kufika pale. Nafikiri alipokuwa akisimama alikuwa anajua siko aidha mbele. Kuna MCA mmoja alikuja, alipoona mtu amebebwa akipelekwa na madamu, yeye alifungua milango haraka sana akidhani ni nini. Nilipokaa nyuma yake akaona sio nini, akajaribu kufunga milango, yule mwenye damu asiingie. Bwana asifiwe. Njiani alipokuwa akipeleka hospitali alipigia simu akaniambia, boss, mtu ni wetu, tunaongea na yeye, hata amenionyesha nyumbani kwao. That's how close our body is. Bwana asifiwe. Hiyo ndio karibu ambayo Bwana wetu yuko pamoja nasi. Si kwamba kuna umati mkubwa, it was just one call. Nilimuita kana kwamba yuko pamoja nasi kwenye gari. Bwana, usiruhusu kifo. And with that time, and thank God, kwa sababu unaamini ndugu wetu ni msaidi, maana nikitoa ushuhuda natoa mbali kwa macho yake. Wale wana pikipiki walikuwa hapo wengi, maana ni kwa center. Badala ya kumshautia walikuwa wakinipiga mgongo, boss umetuokoa. Boss umetuokoa. Si mimi niliokoa, ni yeye niliyemuita katika hali ile. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema nini? Ya kwamba Mungu wetu hayuko mbali, Mungu wetu yuko karibu sana siku zote tutakapokuwa tukiandamana pamoja naye. Bwana uzima tubariki sana. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja alikuwa akiitwa Enoka. Enoka akimalizia safari yake, kuna mambo mengi sana yalizungumzia juu ya Enoka. Aliishi miaka 300 ngapi? 360 years. Aliishi akapata watoto wengi, lakini maneno ya mwisho yaliyotumika ni kwamba mambo haya, Enoka aliambatana na Mungu. Enoch walked with God. Alitembea na Mungu naye Mungu akamchukua. Bwana asifiwe. Enoka alitembea na Mungu naye Mungu akamchukua. Wapendwa, nataka kusema jambo moja, ya kwamba tutakapochukua siri ya kuambatana na Mungu, mizigo itakuwa imetuliwa. Tutakuwa tunaondolewa na mizigo. Bwana asifiwe sana. Nashukuru ndugu wetu Paulo alipokuwa na mwiba uliokuwa unamchoma, mwiba ambao ulikuwa hautoki, na akamlilia Bwana amuondolee ule mwiba, lakini kuna maneno ya kinywa chake aliyosema ya kwamba nilimwambia Bwana, naye Bwana akanijibu akaniambia, utukufu wangu unaimarika katika uchungu unaopata. Bwana asifiwe. Musa na Paulo akasema tosha, maana Bwana anajua wenyewe mbona mara na wewe wewe. Bwana asifiwe. Ndiye ananipa nguvu. Nashukuru kwa sababu Paulo mwisho kuna maneno mazito sana alisema, akimwambia Timotheo ya kwamba nimepigana vita, nimepiga mwendo, na sasa nimefikia mwisho nikiwa mshindi. Bwana asifiwe. Yeye aliyempa nguvu, aliyeambatana pamoja naye, aliyempa nguvu ya kuvumilia mwiba uliokuwa katika mwili wake, yeye ndiye aliyekuwa anamshindania. Bwana asifiwe sana. Nataka tusomewe na kabla tutasoma, kuna maneno manne au matatu ambayo nataka tuzungumzie kuhusu faida ya kuambatana na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Faida ya kuambatana na Mungu wetu. Faida namba moja, divine guidance. Divine guidance. Tunasema namna gani kwa Kiswahili? Uongozi wa kiroho. Tutapata uongozi wa kiroho, divine guidance na direction. Bwana asifiwe. Hatutaenda kama gari ambayo ikifika mbele na piga msitu utagonga. Hatutaenda kwa njia hiyo. Tutaendelea katika mwenendo ambao kuna dereva ambaye atatuongoza katika hali ya kiroho na kutuonesha njia na mwelekeo katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Nataka tusomewe katika kitabu cha Zaburi
Psalms 33 verse 23. Ndugu wetu Garani umefika pale? Yes, 33. That's 7:23. That's 7:23. Psalms 7:23. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Amina. Hiyo tu. Hatua za mtu zinaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Bwana asifiwe. Kwa Kiingereza, somebody with English, tusome kwa Kiingereza hapo tafadhali. The Lord directs the steps of godly. Is that what it means? The steps of a good man are ordered by the Lord. Yes. And he delights in his way. Amina. Bwana asifiwe. Hatua za mtu wa Mungu zinaimarishwa na kupewa nguvu na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hatua gani hizi ambazo tunataka kuzungumzia? Katika maisha yetu tuna mielekeo ambayo tunaenda. Na ndio sababu mara nyingi hata wakati unataka kuanza kitu, unaenda mbele za Bwana kumwambia Bwana, nataka nianze hii biashara. Hata ingawa ni ndogo sana. Hata labda una haja ya kuwa na mchungaji. Hauna haja ya kuwa na mtu mkubwa wa Mungu kuja kuibariki. Kuibariki ni just formal. Lakini kuna mambo ambayo yanatoka moyoni mwako. Unaambia Bwana, hii njia ambayo unaiendea sasa sijui, lakini Bwana naomba unibarikie hii njia kwa sababu wewe uko pamoja nami. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi nimeona watu ambao wanafanya kazi ya mafuta kama inafanya, wamehama na kwenda nyumbani wakiwa na madeni mengi. Si kweli? Si kweli? Nimeona watu ambao wana matatu kwa barabara na mabasi wakihama wakienda nyumbani wakiwa bure. Nimeona watu ambao wameajiriwa katika makazi makubwa na mwisho wao umekuwa mbaya kuliko wale ambao wana kazi. Bwana asifiwe. Lakini nimeona pia upande mwingine watu wanyonge Bwana anawainua wakawa watu katika jamii. Bwana asifiwe. Nimeona watu ambao hatukubali watakuwa Bwana akiwashika mkono na kuwapea njia. Yeye ndiye anayeimarisha hatua zetu. Bwana asifiwe. Wakati mmoja nilishangaza na wimbo mmoja ambao mwimbaji mmoja alisema, gaide india nega na mako madiakile ohale kuteko kuyi. Bwana asifiwe. Kwa sababu mitego ni mingi wapendwa, lakini yeye atakayechuka hatua zetu ni yule tutakayeandamana pamoja naye. Bwana asifiwe. Tusije tukaangukia tu kwenye mtego. Kile ambacho ulikusudia kufanya na ni kitu kizuri, wewe unapoanza kuuza kitu ambacho wengine wanafanya, unapoinua Mungu wako, kitu ya kwanza ni mtego. Bwana asifiwe. Kunafikia mahali hatuoni mbele kidogo. Ulipoondoka asubuhi hujui itamalizie kia namna gani. Lakini Bwana Mungu wetu ambaye leo kudirect atatuchunga, atatupitishia katika njia na mapito ambayo saa zingine wakati mtego umewekwa, mtego imewekwa kwa watu. Mtego wako hapa. Jina ile ile umejengeka kugelea hizo. Hata wakati tunataka kutenga panya ama kutenga mnyama kule, tunatafuta mahali ya kutenga siku. So naye Bwana maana anatuonea. Yeye atakuja aone hapa kuna mtego. Mara nyingi atatukumbusha njia ya mbali kusudi tuepuke mtego. Bwana asifiwe. Na mara nyingine tunasema Bwana, hii haiwezi. Unaachana na Bwana, unaamua kupita katika njia ambayo wewe mwenyewe umejitengenezea. Macho yako yanaona ndio karibu na unajikuta kwenye mtego. Bwana asifiwe sana. Na Yesu amesema ni bora kuandamana pamoja na Bwana. Wakati mmoja Daudi alipoenda nyumbani kwake akakuta jamii yake na watoto na kila kitu kimepangiwa. Kuna maneno alisema, Bwana, niende ama nisiende. Sijui kama alikuwa mbali kiasi. Huyu Bwana alikuwa mbali gani? Alikuwa karibu sana pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Ndio akasema Bwana, niende ama nisiende. Aliona
na akajua na uhakika nitafika na nitawanusuru watu wangu wote, kwa sababu nimemjua yeye ambaye huiangalia hatua zangu. Ni bora siku zote kuwa karibu sana na Mungu. Ni bora kuwa siku zote kuandamana pamoja na Mungu. Na kabla hujafanya chochote, uamue kwa roho yako, Bwana nisaidie kufafanua mambo haya. Yamekuwa mazito sana. Kabla sijaondokea, nisaidie kuyajua, na atakupa majibu kama aliyompa Paulo. Bwana asifiwe. Akikwambia natosheleka katika mambo haya, basi utajipa nguvu, maana yeye atakayekupea nguvu. Bwana asifiwe sana. Na ikiwa atakuondolea ushukuru na uinue, kwa sababu amekuondolea matatizo ambayo tuko nayo. Bwana asifiwe sana. So nimesema tunapoambatana na Bwana, yeye huelekeza mapito yetu katika njia ya kiroho na kutuonesha kule ambapo tunaenda. Mimi hushangazwa sana Mungu. Mimi kwa taaluma yangu mimi mwalimu. Sipi kwa hiyo kijana comrade. Mimi ni mwalimu kwa taaluma. Na siku moja nikiwa chuo nilisema sitabadilika nikiwa mwalimu. Maono yangu haikuwa kwa mwanabiashara wa mafuta. Maono yangu ilikuwa mchungaji. Sitamaliza nikiwa mwalimu, nitamaliza nikiwa mchungaji. Bwana asifiwe. Msitu mwingi, lakini yeye anayeongoza mapito yetu. Wakati mmoja nilikuwa nimekufa na nikasema haitawezekana, na nikaweka kubwa sijui cha nini najua. Nilikuwa nimeweka sitakubali. Nataka kusema yeye ndiye anaongoza mapito yetu. Bwana asifiwe. Yeye hukupitia njia mrefu ukajikuta malapa. Yeye hukupitia njia mrefu ukajikuta na mkuya, kwa sababu ya huduma yake. Bwana asifiwe sana. So usiogope mpendwa, hata wakati vita ni vikali, hata jua kuna destiny ambayo Bwana anataka kukupeleka. Bwana sasa siyajui, lakini na trust, ninaamini mkono wako, ninaamini jinsi unavyoniendesha. Badala zipi wewe ukujua utakuja hapa Malaba, kulikuwa na kusudi ya Mungu. Bora umtafute, umuulize Bwana unataka nini na nini. Bwana asifiwe. Mimi unaenda katika unataka nini? Bwana uzima tubariki sana. Wakati mmoja mambo ilichacha hapa mkujua, labda ni wetu unajua. Mpaka nikaambia mtu mmoja katika kanisa hili kiongozi, nikamwambia mimi sikuja Malaba kuhudumu, nilikuja Malaba biashara. Unakumbuka hiyo neno? Mimi sikuja Malaba kuhudumu, nilikuja kufanya nini? Biashara. Kwa hiyo mambo mengine wachana nayo, tusipiganie huko. Lakini Mungu ana kusudi lake. Bwana asifiwe sana. Ndugu wetu wa Karobia, tuwe wetu wale. Kuna makusudi ya Mungu, barabara ni urefu sana, lakini yeye ndiye hutuelekeza kule ambako tutaelekea. Bwana asifiwe sana. Katika huduma ambayo Bwana amekupa, ujue kile ambacho unafanya leo, Mungu ana kusudi yake katika hiyo safari. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo unapoenda mwambie Bwana, nitakie uende mbele. Nifundishe unachotaka nijue. Niongoze katika pendo lako, nifikie mapenzi yako. Bwana uzima tubariki sana. So nimesema yeye tunapopatana pamoja na yeye hutuonesha njia zetu. Katika nikizungumza kidogo tu katika hiyo Proverbs 3:5-6. Methali 5-6. Inasema hivi, utumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana, ukajiepushe na uovu. Utakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malipuko ya mazao yako yote. Mboga zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika kifani.
Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunasema tunapoambatana na Bwana atachunga hatua zetu, atatuelekeza, atatupeleka katika utajiri, atatupeleka katika maneno mazuri. Kwa hivyo nataka kusema jambo moja. Wote laushi, ukiamka asubuhi mwambie Bwana, leo nataka kuandamana pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Nataka kuandamana pamoja na wewe. Mapito yangu siku ya leo unielekeze katika njia ambayo itakufurahisha. Bwana asifiwe. Na uyachunge miguu yangu nisiangukie kwenye mitego. Jambo la pili, maana muda wetu tunakimbia sana, ni kwamba yeye hufanya upya nguvu zetu. He renews our strength, na yeye hutushikilia. Bwana asifiwe. Yeye hufanya upya nguvu zetu na pia yeye hutushikilia. Nataka tuangalie katika kitabu cha Isaia 40 mstari wake wa 31. Isaia 40 verse 31. Inasema hivi. Hata vijana watasimia na kuchoka. Umeruka 30. Anzia 31. Bali wale wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapata juu kama bawa, kama tai, watapiga mbio, wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu, wala hawatasinzia. So hebu rudia tu kuanzia 29 nianzie mpaka 29. Huwapa nguvu wasimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watasimia na kuchoka, na waume na vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatasinzia. Amen. Bwana asifiwe. Kitabu hiki kinasema hivyo. Hivyo ndivyo inavyosema. Huwapa nguvu wazimiao na huwaongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana asifiwe. Wale wamngojeao nani? Bwana. So mara nyingi na tumesema kwamba maana tunatembea pamoja naye, kuna mambo mazito yatakayotukumba katika njia zetu, but he is so close to us, even to talk to him, even in the middle of the night. Katika usiku wa manane kuna wakati wa kuzungumza na Bwana na kumwambia kwamba nimeshindwa. Sasa nimeshindwa. Bwana asifiwe. Sasa nimeshindwa. Ndivyo utakavyomwambia hata usiku wa manane, hata wakati utakapokuwa kwenye biashara yako wewe peke yake, utainama umwambie sasa nimeshindwa, maana yuko karibu pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Nimeona watu wengi wakishindwa wanaanza vita na wenzao. Nilazima watakuwa kile kitu na mbona ukete. Bote tena. Bwana asifiwe. Nikufanyia namna gani? Kama wewe tegemeo lako ni mchungaji, ikiwa tegemeo lako ni mchungaji, ikiwa tegemeo lako ni ndugu yako, nataka nikuambie leo utatoa ulimi mrefu kwa sababu ya kuwa na kuomba. Bwana asifiwe. Lakini wanaotegemea Bwana, tumesikia maneno mazuri sana ya kwamba wao hata vijana wadogo, hata vijana wanaume watazimia, lakini wanaongojea Bwana hawatazimia. Mikono ya Bwana iko pamoja na wao, atawainua, atafanya. Tunafurahishwa na wale wanafunzi wa Yesu walipokuwa wakienda katika Betania, walipokuwa wakijaribu kutafuta mambo katika akili zao, walipoona Yesu alipokuwa miongoni mwao, alipo
haiwezi kuyategemea. Lakini maneno haya ambayo tumeyasoma katika kitabu cha Isaia ni mazito sana. Mstari wa 29, huwapa nguvu waziniao na huwaongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazinia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu wabawa kama tai. Bwana asifiwe. Watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana anayetupa, he makes us own, anafanya turithi mambo ambayo si yetu. Bwana asifiwe. Anafanya turithi yale ambayo hatukustahili. Anafanya tuonekane kama sisi ni watu. Sometimes ni uangalia. Wiki hii nimeambia na ndugu yetu anajua, nimekuwa na wageni wazito wa kazi wiki mzima nimekuwa na hawa, na mwisho tulipokuwa tukitoka waliniambia, Ben, tunakutegemea sana. Bwana asifiwe. Mimi sina godfather, sasa nimepata kuwa godfather. Bwana asifiwe sana. Sina godfather, sasa mimi ndio nimekuwa nini? Godfather. Bwana asifiwe. Nataka kusema yeye tukiambatana na Mungu atatufungulia milango na tule pamoja na wakuu wa nchi. Si ndio? Bwana asifiwe. Tule pamoja na wakuu wa nchi hii. Tukaelewa yeye kama si Biblia inasema atawatuinua watu wa mavumbi wakae mezani pamoja na matajiri, wakae mezani pamoja na wafalme na viongozi wa nchi. Maana tunamjua Mungu. Bwana asifiwe sana. Haitakuwa wewe ni mtoto wa fulani, kwa hiyo ulijulikana, bali wewe atakuinua kwa mkono wake. Bwana uzima tubariki sana. Tukitembea pamoja na nani? Na Mungu wetu. Nataka tuone jambo moja, na ndio nataka kuhimiza sana. Our God is so close. Mungu wetu yuko pamoja nasi sana. Hayuko mbali. Is that a call? Whispering, kuzungumza kwa mihomo, kuongea katika moyo wako, uzungumze pamoja na yeye. Let us always walk consciously, tukijua kwamba Mungu wetu yuko pamoja nasi. Bwana asifiwe. Amen. Napendezwa na msana mmoja ambao tunasikia hadithi zake ya kwamba alikuwa ndama na dhambi sana. Akasema maneno haya, Mungu, ikiwa kweli kabisa wewe hutaki niende kwenye hii dhambi, nitakapokuwa nikienda katika nyumba ya kijana fulani, unishike nguo kwa nyuma. Napendezwa na yeye, hata ingawa alikuwa anakosa, lakini alijua Mungu wako mbali. Bwana asifiwe. Alijua hayuko mbali, na ndio sababu alikuwa hata kama anaenda kwenye dhambi, lakini moyo wake unamwambia yuko pamoja nami. That is what I want us to know. Ya kwamba Mungu wetu yuko pamoja nasi sana, kiwango cha kwamba tunaweza zungumza na yeye kwa mihogo. Umeona? Mihogo ni nini kwa Kigiriki? Hiyo ni nini kwa Kigiriki? Lokono. Hiyo ndio tunazungumzia whispering. Kiswahili sana kwa hiyo. Mihogo, you can talk even silently to this God, ambaye yuko karibu na wewe sana. Bwana asifiwe. Mmeuniteke Mungu sasa. Imagine uko mahali na wewe uko peke yako. You are just talking to somebody. Wakati mmoja nilikuwa nakaa nikiwa kijana mdogo, ndugu wetu Bishop Ibrahim Gitu alikuwa pia kijana. Tulikuwa naye upande wa Kapeguria, alikuwa akiendesha injili. So wakati mwingine tumekaa naye, nimekaa kwa room naona amekaa na midomo yake ina. Nauliza, nini huyu? Mdomo yake inatembea. Na nakumbuka ndivyo nilivyokuwa na mama moja, naye alikuwa na mdomo inatembea. Enda wate mtunioshi. Enda wate. Alikuwa kitu nani? Hana, ambaye kanisani chumbani mwa Mungu alikaa mdomo inatembea mpaka kwani akashangaa, mama mlezi sangapi. Bwana asifiwe sana. Wacha kuonekana kule ndo baada ya kuomoka leo kwa Bwana Yesu. Wako wanafahamu nani kitaka? Si wako?
unyenyekevu. Bwana, tunapotembea na yeye hutupa amani na unyenyekevu. Kitabu cha Mika 6:8. Mika 6:8. Inasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Amina. Bwana asifiwe. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Bwana asifiwe. Yeye amekuonyesha yaliyo mema. Ni kitu gani anataka kwako? Amekuonyesha yaliyo mema. Ni kitu gani anataka kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Bwana asifiwe. Tunapoambatana na Mungu wetu tunapata amani ya moyo, maana tumejua kwamba mali na utajiri ya ulimwengu huu tutaiacha wapi? Bwana asifiwe. Na wewe mali haina amani. Ana mara nyingine bila maneno na kile amani iko katika Yesu. Bwana asifiwe. Maana wingi naona uongozi kama saizi katika nchi ya Kenya. Sijui kama kiongozi wetu wa nchi analala na wao wanataka utajiri ya ulimwengu, sijui kama wanalala, lakini wale wa Mungu wana amani moyoni mwao. Bwana asifiwe. Wana utulivu, maana ndivyo Mika alisema ya kwamba mwanadamu ni nini kingine ambacho anahitajika ili kwenda katika unyenyekevu mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Na kuwa na rehema, maana atatupa siku zote. Bwana asifiwe. Haleluya. Bible liko na nami, maana hapo mbali sana. Ile ni kikwazo sitataja mama yangu, nitatumita Mungu wangu, maana yuko pamoja nami. Bwana asifiwe sana. Nikishindwa sitakimbia nyumbani na kulia, nitarudi kwa Mungu mwenye vyote na atanipa yeye. Bwana asifiwe. Anafungua milango na anafanya wanyonge wakakaa kwenye meza moja na wale ambao ni wengine. Ndivyo Biblia inasema, si ndivyo? Akatuma tuliyelelewe na atabaki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wacha tutembee na Mungu wetu. Maneno hayo ni yeye na amina, kwa sababu ni ahadi yake. Bwana asifiwe. Ni kweli na amina, maana ndivyo alivyotuahidia. Bwana uzima tubariki sana. Yote mema ya dunia ni yetu tukiendelea pamoja na yeye. Si ndio? Na zaidi ya mambo yote uzima wa nini? Wa milele. Mungu mwema awapende sana. Mbarikiwe.